Ligusia hapa na hivi sasa tutizame mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao ulichezwa jana kati ya Yanga dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao Yanga waliboka kidedea kwa ushindi wa goli 1-0 likifungwa na Pako Mzuzu. Mchezo wa duru la kwanza pia Yanga waliofunga Coastal Union goli 1-0 likifungwa na Jean Otos Baleke. Kwa wamevuna alama 6 msimu huu kutoka kwa Coastal Union na kufunga magoli 2. Jana goalkeeper wa Coastal Union alifanya kazi kubwa sana. Lakini Fales lakini moja kwa moja unaona kwamba lile goli limetokana na makosa yake. Kama hauna uhakika kuna kucheza mpira, unatoka golini unakwenda wapi? Kwenye basics za goalkeeping huwa tunasema kwamba mlinda mlango ukitoka golini, hususan unapoenda kujaribu kucheza mpira wa cross ama vingine, unapaswa kuwa na uhakika wa kupata ule mpira, kwa sababu wewe ukiukosa uwezekano wa ninyi kuruhusu bao unakuwa ni mkubwa zaidi, kwa maana kwamba langoni kunakuwa na mtu tena, hakuna mtu ambaye pengine anaweza akafanya kila ambacho ulipaswa kufanya, kwa maana kwamba wewe ndio mtu wa mwisho zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unatoka kuliacha lango lako, unapaswa kuwa na uhakika kwamba una uwezo wa kwenda kucheza mpira. Kwa hiyo kilichotokea kwenye bao ambalo alifunga Pako Mzuzu, unaona kwamba makosa hayakuanzia kwa mlinda mlango peke yake, lakini mlinda mlango ni mmoja kati ya watu ambao huwezi ukaondoa kwenye lawama. Kwa mfano, ukitazama namna ambavyo kwa maana ya Maxim pia Nzengeli alikuwa na nafasi ya kutosha kujiandaa kupiga cross ile ambayo alienda kuipiga kutoka kwenye upande wa kushoto wa Coastal Union na upande wa kulia wa Young Africans. Unaona kabisa kwamba kwa maana kwamba walinzi hawakumpa shinikizo la kutosha. Wakati anapokea mpira anaanza kufikiria kitu gani ambacho anataka kufanya. Alikuwa anasema na muda mrefu sana wa kujifikiria nini afanye, lakini pia alikuwa na muda mrefu zaidi pia wa kufanya kile ambacho anataka kufanya, kwa maana ya kuchagua upeleke wapi mpira. Lakini kwenye taratibu za kawaida mnapokuwa mnazuia, moja kati ya vitu ambavyo unapaswa kufanya ni kuhakikisha kwanza unapunguza umbali baina yenu ninyi na mpinzani, kwa maana kwamba asiwe na nafasi kubwa ya kuamua kile ambacho anataka kuamua. Mnaweka pressure kwenye mpira, kwa maana kwamba mpira ulipo mna apply pressure ili kumfanya mchezaji au mchezaji wa timu inayoshambulia akiwa na mpira asiwe comfortable kwenye kufanya maamuzi ambayo anafanya. Lakini ukitazama jana Maxim pia Nzengeli alikuwa huru sana, anapokea mpira anajiuliza, unaona karibu mita 1 mita 2 kutoka alipo ndo mpinzani yupo. Alafu na ukiangalia body language za wapinzani walivyokuwa, huoni ni nani ambaye kama vile anajiuliza kwenda kupeleka pressure kwa haraka. Kwa hiyo alikuwa na muda mrefu na ni mkosa ambao alianzia kwenye upande wa wachezaji wa ndani pia kwenye kuzuia. Lakini